Ni sehemu nyingine ya 3 ambayo tunaendelea na somo letu nguvu ya utawala katika uumbaji. Nguvu ya utawala katika uumbaji. Ukumbushe tu kwamba nilikuambia wakati natoka kwenda break, nilikuambia nitakaporudi nitakueleza kwa nini wazee wetu walikuwa hawamjui Mungu ambaye leo tunaye, lakini walifanya vizuri sana. Waliishi vizuri sana. Ni katika jamii ambazo zilitengeneza watu ambao kwanza wana uwezo mzuri wa kufikiri, wakuwa na utulivu wa akili, lakini pia walikuwa ni matajiri. Inawezekana kwenye mazingira ya miaka ya nyuma ambayo umekulia, kama ulibahatika kuishi miaka ya 80, miaka ya 70, miaka ya 90, mpaka 2000, lakini ni vizuri niishie kwenye 90. Wale ambao tulikuwa tumekulia maeneo ya Moshi, Arusha, Mbeya, Bukoba, tunajua hii mikoa ni ile mikoa ambayo watu wacha Mungu sana walikuwepo. Na tafsiri ya kumcha Mungu, inawezekana ukashangaa ndio mikoa ambayo ina nguvu za giza sana. Kwa nini hii mikoa ina nguvu za giza sana na ina Mungu sana? Maana yake penye nuru sana pana giza sana. Maana yake unaweza ukaona kwenye uumbaji Mungu anatenga kati ya giza na nuru, na analiwekea mipaka ya utawala. Anasema giza litawale usiku, alafu nuru itawale mchana. Sasa wazee wetu wakati wanaishi, maana ili utawale kwanza ukubali kuishi, hakuwahi kusikia habari ya Injili. Injili ni jambo lililokuja miaka ya 1800 katikati, mwishoni mpaka 1900 mwanzoni, ndio Injili inaingia Afrika. Sasa hivi ni kweli kwamba Injili ilikuwa tu kwa ajili ya wazungu? Hivi Mungu kweli ni wa wazungu tu, sio wa Afrika? Jibu ambalo mimi ninalo, si kweli. Waafrika tulikuwa tuna Mungu kuliko wazungu. Na wanatheolojia mtakubaliana na mimi, lakini pia sio lazima ukubaliane na mimi, kwa sababu always theologians differ. Lakini mtu wa kwanza kumjua Mungu ni Mwafrika. Mwafrika kwa asili ni watu wanaomjua Mungu. Na kuna clip zangu nyingine nimefundisha kuhusu nguvu ya ndani. Ukitaka upate masomo yetu, jitahidi kusubscribe, alafu share, ili wakati mwingine kila tunapoingia unapata mwendelezo. Na kuna wakati nitatoa nafasi, namba zangu za simu ziko hapa chini. Ukiwa na maswali yanayokutatiza, masuala ya kiroho, ushauri, masuala ya kiuchumi,
utanipigia maombi, nami nitakushauri na kukuombea, nitakuombea. Kwa nini? Kwa sababu tumewekwa duniani ili kufaidiana. Miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wanamwabudu Mungu, na kwa sababu hawakujua njia sahihi ya kumwabudu Mungu, nilisema kwenye ile kipindi changu cha nguvu ya ndani, asili ya mwanadamu ameumbwa ili amwabudu Mungu. Na hiyo ni siri ya utawala kwenye ulimwengu wa roho. Na kwa sababu ameumbwa amwabudu Mungu, asipomwabudu Mungu wa kweli, ataabudu chochote. Kwa nini? Ndani ya mwanadamu ndipo kuna utu. Ndipo kuna uungu ambao Mungu ameupa utawala ndani yake. Kwa hiyo mwanadamu akitaka kutawala, sababu wakati wowote lazima atafute nguvu ya ndani. Na nguvu ya ndani ni maombi. Na maombi ni maabudu. Connection ya rohoni. Sasa wazee wetu miaka ya nyuma walikuwa wanatafuta solution zao. Wakiwa na changamoto zao, walikuwa wanaenda kwenye miungu yao. Walikuwa wanafanya matambiko. Wanajua taratibu za ibada za matambiko yao. Na walifanya kwa uaminifu. Na walizingatia kuhusu maelekezo yote waliopewa na makuhani waliokuwa wanasimamia yale matambiko. Hii ndio ile siri ambayo nilikwambia nikija nitakueleza. Na wale watu walipotambika kwa uaminifu, mambo yalifanyika. Ukiangalia mikoa iliyoathiriwa na matambiko ni mikoa ile ambayo watu walikuwa wanampenda Mungu. Na hata injili ilipoingia ya kwanza, wao ndio walioipokea kwa nguvu sana. Maeneo yote yaliyoathiriwa na Ukatoliki, Uluteri na baadaye Upentekoste, hawa watu walikuwa ni vilinge vya matambiko. Kwa nini walikuwa wanatambika sana? Kuna watu wanashutumu, wazee wetu walikuwa sio watu wazuri, walikuwa wanatambika. Sasa walikuwa wanataka wafanye nini? Hakuna injili iliyowafikia. Hawajui habari za Yesu Kristo. Wanajua habari ya Mungu. Mungu alikuwepo mioyoni mwao. Mungu alikuwepo ndani yao. Namna ya kumjua, namna ya kumpata hawana. Akaingia, nguvu za giza zilikuwa zimejaza dunia yao. Nguvu za giza ndizo zilikuwa zimetawala dunia yao. Na of course hata Mungu mwenyewe alipokuja duniani alichokikuta ni giza. Na kama injili haijafika mahali popote, jiridhishe hilo eneo limejawa na giza. Na sio kosa la hilo eneo kuwa na giza, ni kosa la nuru kutokuwepo. Na nuru ni nani? Ni mimi na wewe ambaye tumejua hii nuru. Kuna makosa makubwa sana watumishi wa Mungu ambayo hatutaki kuingia darasani tujifunze. Kwamba tunapoamua kuingia nuruni, lazima tujifunze siri za nuruni. Kuna siri za kila utawala. Na hizo siri ndizo silaha. Yaani kila siri ndiyo silaha ambayo inatumika kushinda upande wa adui. Sasa umeingia nuruni, lakini asili yako na kuzaliwa kwako unatoka kwenye giza. Ezekieli 16 tunaona Mungu anamwambia Ezekieli, waambie mwanadamu, mwambie Mwisraeli, asili yako
na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Muhiti. Myebusi alikuwa ni mama yako, na Mkanaani alikuwa ni baba yako. Na wakati ule ulipozaliwa damu yako haikukatwa. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba mtu anapookoka kuna connection ya uzao kwenye kitovu chake. Kwa hiyo kama uliokoka au ulimjua Mungu kutokea kwenye kabila lenye tamaduni la matambiko, asili yako na miungu haiwezi kuachana na wewe hata kama uko kwenye madhabahu. Na mtu mmoja ataniambia, je, unapookoka damu ya Yesu si imemaliza? Ni kweli, damu ya Yesu imekutakasa. Kazi ya damu ya Yesu ni kukusafisha unapokiri, kukuhamisha kutoka gizani kuja nuruni. Lakini Ezekieli anamwambia Mungu anamwambia Ezekieli, mwambie Israeli. Israeli leo tunaweza tukamuita mtu wa Mungu, mcha Mungu. Kwamba mkumbushe kwamba asili yako na kuzaliwa kwako kunatoka katika ile nchi. Hii nchi anayoelezea Mungu ni nchi gani? Ni nchi ambayo alipewa urithi kwa kunyang'anya kivita huyu Mwisraeli. Na alipoipewa ile nchi ilikuwa na wenyeji wa nchi. Na wale wenyeji wa nchi waliabudu miungu ya nchi hiyo. Miungu ya nchi hiyo ilikuwa ni miungu ya sanamu, miungu ya vitu, miungu ya dhahabu, miungu ya mali na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Leo tunaweza tukasema umetoka kwenye ukoo wa watambikaji. Na of course kila Mwafrika hakwepi. Of course na wazungu nao wana matambiko ya hali ya juu sana. Lakini kwa sababu wametangulia kupata nuru, ndio maana wanataka watubadilishe na majina yetu. Unakuta unaitwa Sambu, kuliko uitwe jina lako Sambu au Samdu, unaamua nabadilishwa naitwa Frank. Lakini haina maana sana kuitwa Frank au kuitwa John. Haina maana sana usipojua siri za huku, kwa sababu kuna kumcha Mungu na kuhamishwa kutoka kwenye mila. Ukajikuta umeingia kwenye mila ya kizungu, lakini Mungu umempoteza. Wazee wetu walikuwa na moyo wa maabudu. Walikuwa wana unyenyekevu na utii kwenye madhabahu. Walijua namna ya kujipresenti before the Lord. Walijua nguvu ya Mungu wao. Walijua thamani ya Mungu wao. Walipokuwa wanatambika. Unawezekana usinielewe. Ngoja tuangalie maandiko. Kwenye kile kitabu cha Yeremia mlango ule wa 44 mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema hivi: lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba Malikia wa mbinguni na kumiminia sadaka za vinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia
kuu za Yerusalemu, maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Note point. Leo ukienda pale Moshi vijijini, ukienda Bukoba vijijini, ukienda Mbeya vijijini, nimejaribu kuchagua maeneo ambayo nitasimama nayo kama nitumie kama eneo langu la utafiti, kwamba hii ni mikoa ya watu waliokuwa wana mikoa inayoogopeka kwa watu wenye heshima, wenye chakula, wenye mali, wenye elimu, waliojipambanua kama serikali. Hata wakoloni walipoingia, waliingia kwa tahadhari kubwa sana kwenye hii mikoa. Kwa nini? Ni jamii zilizokuwa zimetengeneza mifumo ambayo haiingiliki kirahisi. Miungu yao ilikuwa inaheshimika, ilikuwa inawapa chakula cha kila majira. Mvua zilikuwa hazikatiki, mvua zilikuwepo kila majira yake. Je, ule wakati nani alikuwa anawanyeshea mvua? Na leo kwa nini kumekuwa na ukame? Kahawa hamna. Ulikuwa mashambani ukiingia. Mimi nakumbuka nilikuwa nikienda shuleni, kahawa zimefunga miaka ya 80. Kahawa zilikuwa zimefunga, ndizi zipo za kutosha, matunda kwenye mashamba. Yaani ulikuwa ukitoka nyumbani, ukiwa unaenda shuleni, unapita kwenye mashamba ya watu, unakuta ndizi zilizoiva, zimetulia, ndizi kisukari, ndizi mshale, unajimenyea, unakula. Hata mwenye shamba akikukuta, unakuuliza tu, we mtoto wa nani? Unamwambia mimi mtoto wa fulani. Anasema ukishiba mwanangu msalimie baba. Lakini siku za leo hakuna ndizi iliyokomaa mgombani. Zinavunwa zikiwa hazijakomaa. Watu wanataka pesa, wanaenda kuuza. Si kwa sababu kwamba watu wamekuwa na njaa sana, hapana. Miungu haikutendewa haki na yenyewe imenyamaza. Na tumuone huyo Mungu wenu mnayemuita kama atawasaidia. Nini tafsiri yake? Usipojua sheria za Mungu unayemwamini kwa uhakika, uwe na uhakika utaishi chini ya kiwango, si kwa sababu Mungu wako hawezi kufanya, ila kwa sababu hukumwahi kumwalika, hujawahi kumruhusu afanye vile wazee wako walivyokuwa wanaruhusu miungu ifanye. Tunaona wazee hapa wamefuatwa na nabii. Nabii Yeremia anawaambia, ndugu zangu, kwa nini hamumchi Mungu tena? Kwa nini mmeacha kumwabudu Mungu? Wana wa Israeli wanamjibu Yeremia, wanamwambia, tulipoacha kumfukizia Malkia wa mbingu uvumba na kumtolea sadaka na kumiminia sadaka za vinywaji. Mnajua matambiko yanavyofanyika. Let me tell you, matambiko yote yanasimamiwa na mungu mke anayeitwa Malkia wa mbingu. Malkia wa mbingu ni mungu wa nguvu za giza ambaye ana mamlaka ya chakula. Wale ambao wamesoma mambo ya ulimwengu wa roho, wenzetu upande mwingine wanasema elimu dunia, wanaelewa kinachokiongea. Kwamba kumbe kuna miungu ya chakula, kuna miungu ya kismati,
kuna miungu ya afya, kuna miungu kila aina. Sasa kwa sisi wa Kristo tunasema kuna karama zilizo mbalimbali, na anayezikamilisha ni yeye Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Sasa ile miungu ya chakula, wazee kwa kuwa walikuwa wamjui Mungu, walijua kuitumikia. Waliitumikia kwa sheria zao, walifanya kwa sheria zao. Ile miungu walipoitambikia kwa sheria, miungu haikuwaangusha. Baada ya watu wa Mungu kuingia, hatukutaka kujifunza sheria za uumbaji. Na kwa sababu tumekataa kujifunza, Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio kwa kukosa maombi, no, kwa kukosa maarifa. What are you praying? Ni kitu gani unaomba? Yaani unapokuwa unaomba unamshangaza Mungu sana. Anasema njoni tusemezane. Hivi umeshatenga muda kwa ajili ya kwenda kusemezana na Mungu? Na ukifika kwa Mungu kusemezana ni nini? Wana linguistic wanaelewa kwamba kusemezana ni kuongea na kumwacha mwingine aongee, kwa maana kwamba unaongea pointi yako, kimaliza unamsikiliza naye unayemuongelesha anaribaki, anaongea na wewe. Lazima kuwe na two-way traffic katika mazungumzo. Anayeongea na anayerudisha, anayeongea na anayerudisha, anayeongea na anayerudisha. Tunapoongelea habari ya maombi, lazima kuwepo na wakati wa kusikiliza baada ya kuongea. Unaenda mbele za Mungu masaa 3, unabwabwaja masaa 3, na unatoka jasho limekutoka, mate yamekujaa mdomoni, na una uchungu kwa yale uliokuwa unaelezea kwa Mungu. Mungu anataka akujibu. Sasa mwanangu, umekwisha kuongea vya kutosha, ni muda sasa wa mimi kukujibu. Badala ya kusubiri ujibiwe, unatoka na unashangaa mambo hayaendi. Kumbe kuna mambo ambayo wewe ndiye unatakiwa kufanya ili yatokee. Twende tuangalie huu mstari afu tukague. Kwa nini? Nataka ujifunze nguvu ya kutawala kupitia uumbaji. Nasi tulimfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za vinywaji. Je, tulimfanyizia mikate ili kumwabudu na kumiminia mamiminiko wanaume zetu wasipokuwapo? Yaani je, tulifanyaga haya mambo bila maelekezo sahihi? Unapotaja mwanaume, manake kiongozi, manake kichwa. Wasipokuwapo, wanawake hawa wanajaribu kujitetea kwenye mstari ule wa 19. Wanajaribu kuelezea uhalali wa wao kutambika, uhalali wa wao kutoa sadaka. Maana yake kumbe unapoomba maelekezo, sadaka ni sehemu ya pili ya maelekezo baada ya maombi. Sio sadaka alafu maombi, no. Unaenda kwa Mungu kwa lengo la kumweleza matatizo yako. Kuna kesi moja kwenye Biblia ambayo wote tumekuwa tukiisoma. Wanafunzi wa Yesu wakaenda kwa ajili ya kwenda kufanya uinjilisti. Walipokuwa wako kwenye field, wakakutana na wagonjwa, kutana na watu wana matatizo, wengine wana mapepo, wengine ni wagonjwa. Wakawaponya wale watu, wakafanya mambo makubwa, wakapata mambo mazuri na mioyo yao ikafurahi. Tunaona
Biblia inatueleza kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana ya kwamba tunapoomba Mungu akatujibu, furaha yetu inakuwa timilifu. Wanafunzi waliomba na wakaenda wakasikiliza maelekezo. Yesu akawaambia, sasa mmeshaomba ili mpokee majibu yenu, nendeni na nyinyi mkawafanye watu wengine kuwa wanafunzi. Kwa hiyo wakaondoka kwenda kuwafanya watu wanafunzi. Walipofika kwa watu kuwafanya wanafunzi, wakakuta wana mahitaji yao. Sikiliza, injili ya Yesu anaokoa watu wameshaisikia sana. Lakini kuna watu wakikutana na mahitaji yao watamjua Mungu wako na watamkubali. Yesu alijua wanafunzi wanahitaji wawe na nguvu alionayo yeye. Kwa hiyo akawavuvia nguvu, wakaenda. Walipoenda walifungua watu, lakini mengine yakawashinda. Wanaombea watu hawafunguliwi. Piga mambo hayatokei. Wakarudi kwa Yesu. Wakamwambia Yesu, kuna huyu hapa tumemshindwa. Yesu akasema tu, uwe mzima. Yule mtu akawa mzima. Maana yake alitoa neno la kinabii, alafu likatokea. Sasa nini kinatokea? Maana yake ni kwamba Mungu baada ya maombi kuna maelekezo. Anakuelekeza, anakuambia, Yesu akawaambia mambo mengine huwa hayawezekani isipokuwa ni kwa kufunga na kwa kuomba. Okay. Sasa kuna maombi alafu kuna kufunga. Nini tafsiri ya neno kufunga? Kufunga ni kuacha vitu vyote aside na kutenga muda na Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu anataka honeymoon na wewe. Kuna watu wanaweza wakatafsiri vibaya nikisema hili neno. Hata familia, wanandoa wenye raha. Nitawaletea topic ya wanandoa ambayo nitaihusisha pia na somo hili la uombaji. Kwamba hata wanandoa, ndoa yenye furaha ni ile ndoa ambayo huwa inatenga muda wa kuwa pamoja. Baba utakuwa busy sana kujenga maisha. Mama atakuwa busy sana kuyajenga maisha. Lakini jitahidi familia ambayo itakuwa na muda. Baba na mama wanatenga siku zao 3 wiki. Wanaenda kukaa wao wawili, sio na watoto. Wanatoka, wanaenda hotelini au wanatoka mbali na nyumbani, wanaenda kukaa mahali wao wawili tu. Wanaenda kurenew ule upendo wao, wanaenda kurenew utu wao. Katika ule muda mtakaokaa pamoja, msifikiri mtaongea mambo mazuri tu, kuna wakati mtagombana. Ile sasa ndio inaleta ile original yenu, inaleta ule uungu ambao Mungu aliwaleta muwe mwili mmoja. Sasa the same apply Mungu kwenye maombi. Kuna wakati Mungu anataka utenge muda, uache chakula, uache familia, uache unaowapenda, uache kampani zako, uache kuangalia TV, uache kuingia YouTube, uache kuingia kwenye Facebook. Ukae na Mungu, uswitch off your phone. Ukae, hiyo tunaita honeymoon na Mungu. Katika wakati wa utulivu, Mungu anakupa silaha ambazo hukuwa nazo katika yale maombi ya daily prayer. Kuna yale ya maombi ya daily prayer ambayo unayaomba kila wakati, kila siku. Sasa unapotenga muda wa kuomba, unampa Mungu nafasi ya kukupa zile silaha ambazo hawezi kumpa mtu ambaye yuko busy. Kwa sababu hata namna ya kuzitumia kunahitajika umakini, kunahitajika uangalifu ili zisije zikakujeruhi hata wewe mwenyewe. Mara zote wana maombi, wale ambao ni wana maombi kabisa,
wanaweza kuelewa kile mimi ninasema. Muda ambapo unapata ufunuo wa kutoa, ufunuo wa kumtoa mtu. Unamuombea mtu, unamwambia hebu ngoja kwanza tupate muda. Unaenda unajichimbia mahali, unajificha mahali ukitulia. Unapotulia, Mungu anakupa majibu ambayo ni ya kiupekee. Zile mimi naziita ni silaha ambazo sio rahisi uzipate ukiwa kwenye pilika za huduma, ukiwa kwenye pilika za kufungua watu. Yes, Mungu kakupa karama ya kufungua, Mungu kakupa kavipawa, lakini out of the prayer huwezi kutumia vipawa vyako effectively. Maana kuna silaha zingine ambazo zinapatikana kwenye ua wa ndani. Wale waliosoma habari za Pentateuch wanajua habari za hema ya jangwani. Ile hema ya jangwani ilikuwa imetengwa maeneo matatu. Ilikuwa na maeneo manne of course, lakini tuongelee yale matatu. Manne, la kwanza lilikuwa ni ua wa nje ambao ulikuwa ni ua wa mataifa, ambao pia wana neema yao wakiwa wamezunguka lile hema. Lakini kuna ile eneo la ndani ambalo ni pana madhabahu ya kuchinjia, ambayo tunaita madhabahu ya utakaso, ambayo ndipo mahali matambiko yalikozaliwa, ndipo mahali wazee wetu walipokuwa wapo bila wao kujua. Na ukiingia kwenye ile hema ya jangwani, ua wa kwanza ambapo kulikuwa kuna ile madhabahu ya kuchinjia, ulikuwa unakutana na madhabahu ya kuchinjia. Ukitoka kwenye madhabahu ya kuchinjia unaenda kukutana na madhabahu ya utakaso. Zote zilikuwa nje. Kwa maana kwamba kuhani akishachukua mwanambuzi au mwanang'ombe, akishamleta akaingia kwenye hua, maana yake pale anatoa, maana yake ameshapokea dhambi za muhusika. Mwanakondoo amebeba dhambi za yule aliyemtoa kama sadaka. Kwa hiyo sadaka inawakilisha nafsi ya mtu. Na kwa sababu zamani Mungu alishasema mshahara wa dhambi ni mauti. Ukifanya makosa ama kuna jambo aliko sawa, unataka kwenda mbele za Mungu, password ya kuingilia mbele za Mungu ni sadaka. Na ile sadaka inamaanisha wewe ufe ili uwe hai rohoni. Sasa ukifa, maana yake matumizi na wewe Mungu atakuwa amemalizana na wewe. Kwa hiyo Mungu akaweka mbadala, akaweka sadaka ya damu ambayo ni mnyama. Chukua yule mnyama anachukuliwa na kuhani. Na ndio maana walikuwa wanatoa matambiko, walikuwa ni makuhani waliotengwa wanaojua namna ya kufanya matambiko. Kwa hiyo anakabidhiwa, akishakabidhiwa kwenye ua wa nje pale, ua wa ndani. Baada ya kule ua wa nje unakuja ua wa ndani ambao ndio wa kwanza. Ule ua wa ndani wa kwanza wanachinja pale kwenye madhabahu ya kuchinjia. Wakimaliza kuchinja, kuhani anaenda kwenye birika la utakaso. Anaenda anatakasa mikono yake na nguo zake na kubadilisha mavazi yake na kila kitu. Anaenda step ya pili. Step ya pili anaingia ua wa ndani. Ambapo ua wa ndani anakutana na madhabahu tatu. Anakutana na madhabahu tatu. Madhabahu ya kwanza anakutana na madhabahu ya mikate ya onyesho. Tunaona hapa wana wa Israeli walikanda mikate wa mama. Kwa nini? Mfumo wa kiroho unahitaji hivyo vitu ili kukamilisha uumbaji. Kwa hiyo kulikuwa kuna mikate ya onyesho ambayo ilikuwa ni maana, iliyokuwa inamaanisha, ilikuwa ina tafsiri ya neno la Mungu, kusafisha ufahamu wa mwanadamu ili aendelee kuishi kwenye utawala wa Mungu. Nje ya neno la Mungu, ufahamu wa mwanadamu unakuwa hauna chakula chake. Kwa hiyo kuna ufahamu wa ndani
ambao ndo unalishwa na neno la Mungu. Kuna ufahamu wa nje ambao ndo tunaulisha ugali na makande. Kwenye ile madhabahu ya kwanza ambayo ina mikate inawekwa na kuhani. Na hizo ni sadaka ambazo pia ni sehemu ya sadaka. Tutakuja kuona kuna sadaka ya unga, tutakuja kuona hayo mambo yote. Mambo ya sadaka siko nako fundisha leo, lakini najaribu kukufundisha kuhusu